Tukikutangazia kutoka Bahirodi jijini Dodoma. Hujambo na habari za wakati huu, mtazamaji wa Domeko TV. Ifuatayo ni taarifa ya habari, langu jina ni Zainab Isa. Awali ni muhtasari wake. Kitaifa, wanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma Domeko wahimizwa kuvaa mavazi nadhifu chuoni ili kujiandaa kuwa waandishi bora baadaye. Wataalamu wa afya waeleza hatua zinazopelekea wajawazito kujifungua salama na kulinda maisha ya mama na mtoto. Na katika habari za kimataifa, tishio la Iran la shinikiza Trump kufichwa katika lori la chakula. Kibiashara, usafirishaji wachochea ukuaji wa biashara na uchumi wa taifa. Na katika habari za kimichezo na burudani, wadau wa soka watoa maoni yao kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mtazamaji, unayo nafasi ya kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama official_Domeko. Habari kamili. Wanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma Domeko wahimizwa kuvaa mavazi nadhifu chuoni ili kujiandaa kuwa waandishi bora baadaye. Maklina Timothy ana undani wa taarifa hii. Wanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma Domeko wahimizwa kuvaa mavazi bora na nadhifu ili kuonekana kama waandishi bora. Nao baadhi ya wanafunzi wa chuo hicho waeleza sababu zinazopelekea wao kutovaa mavazi elekezi. Na hii mwandishi wa habari yoyote anataka avae mavazi ambayo ni elekezi kazi zaidi. Kwa hiyo mwanafunzi anapovaa mavazi haya, faida yake kubwa moja, inamfanya atambulike kwamba yeye moja kwa moja yeye ni habari, na pia inamjengea pale anapoenda labda kwenye press yoyote aweze kuwa comfortable, kwa sababu kikanuni na katiba zaidi mavazi ya mwandishi habari lazima yawe ya kikazi zaidi. Kwa hiyo anapovaa mavazi haya yanamsaidia pia, lakini yanamwandaa ili hapo baadaye aje kuwa mwandishi bora wa uandishi wa habari, ili professional yake ieleze nini ambacho anafanya. Lakini kosa tu nidhamu. Nadhani kama wanafunzi tungekuwa na nidhamu wote, tungekuwa na ushikamano, tunajua kusema ni Jumatatu hadi Alhamisi tunataka tuvae official na tunavaa, basi ingekuwa ni kitu kizuri, lakini hatuna nidhamu. Ndio maana hata sheria zinawekwa tunavunja. Lakini pia uongozi wanapuuzia, hawachukui sheria kwa wanafunzi ambao hawavai official, sio kama tunataka zivalie official. Maana tunajua kabisa Jumatatu hadi Alhamisi tunataka tuvae official, Jumatatu tuvae vile tunavyotaka. Lakini Jumatatu mtu anakuja pale getini amevaa nguo ambazo hata ukimwambia aende ofisini, hata ukimwambia tuende pale general kimoja, mtu hawezi kukubaliana kuhojiwa. Wanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari na utangazaji wametoa maoni mbalimbali kuhusu kutokuvaa sare elekezi zilizowekwa katika chuoni hapo. Mimi ni Maklina Timothy wa Domeko TV. Asante sana Maklina Timothy kwa undani wa taarifa hiyo. Wataalamu wa afya wamewataka wajawazito kuzingatia huduma za afya wakati wa ujauzito na kujifungua, wakisema ufuatiliaji wa karibu wa wahudumu wenye ujuzi husaidia kugundua mapema athari kwa mama na mtoto. Mwanahabari wetu Catherine Hamisi ana undani wa habari hiyo. Wataalamu wa afya waendelea kutoa elimu kwa wanawake wajawazito kuhusu umuhimu wa kuhudhuria kliniki kwa wakati, kufuata ushauri wa wataalamu na kujifungulia katika vituo vya afya. Wanasema hatua hizo ni muhimu katika kupunguza changamoto wakati wa ujauzito na kujifungua, pamoja na kulinda afya na maisha ya mama na mtoto. Wapenda Mabula Selemani ni nesi wa hospitali ya DRH. Niko hapa kuelezea juu ya faida za mama mjamzito kuhudhuria kliniki pamoja na mtoto akishajifungua. Mama mjamzito anapohudhuria kliniki inamsaidia kufuatilia maendeleo ya mama akiwa mjamzito, lakini pia inamsaidia kutambua matatizo yanayojitokeza wakati wa ujauzito, kwa mfano pressure, kisukari pamoja na upungufu wa damu. Mama wajawazito na waliojifungua walikuwa na haya ya kusema. Kwa kliniki unapata umuhimu wa kutambua afya yako na unakuwa na uelewa wa kujua afya yako inaendeleaje. Ukichelewa kupata vipimo vya ujauzito
inapelekea kutotambua maendeleo ya mtoto tumboni. Tumetoka kusikiliza maoni mbalimbali ya mtaalamu wa afya, mama mjamzito na aliyejifungua. Nikiripoti kutoka hospitali ya jiji la Dodoma, Catherine Miss, Domeko TV. Matumizi ya simu janja yamekuwa sehemu ya maisha ya kila siku kwa wanafunzi wengi nchini, huku baadhi yao wakizitumia simu hizo kwa kujifunzia na kutafutia habari na kufanya mawasiliano ya kielimu, lakini matumizi hayo yana faida na hasara kwa hao watumiaji. Sabrina Rajab ana undani wa taarifa hiyo. Matumizi ya simu janja yamekuwa sehemu ya maisha ya kila siku kwa wanafunzi wengi jijini Dodoma, huku baadhi wakizitumia kujifunza, kutafuta taarifa na kufanya mawasiliano ya kielimu. Hata hivyo, matumizi yasiyothibitishwa yanaibua maswali. Je, simu zinawasaidia wanafunzi katika masomo au zinawavuruga? Tupate baadhi ya maneno kutoka kwa wanafunzi hao na baadhi kutoka kwa wazazi kuhusu jambo hilo. Bairodi, mimi naona kumpa mtoto simu haimuharibu, bali ni akili ya mtoto mwenyewe. Unaweza ukampa simu kwa kumsaidia mawasiliano na wazazi wake, lakini sijui akili ya huyo mtoto inakuaje, yani itakuaje huko mbele. Mimi naona haitomharibu. Inategemea na malezi ya wazazi na malezi na mtoto mwenyewe jinsi alivyo na sehemu anayoishi. Mimi naona matumizi kwa simu kwa mwanafunzi sio sahihi. Sio bora. Bora waende hivi bila simu shuleni. Sababu matumizi yake ndio yanasababisha simu zinaharibia masomo nini. Kuna mambo mengi wanachukua umomo kwenye simu, mambo wanayo ya mitihani nini wanachukua umomo. Kwa maana naona sio bora. Bora waende wenyewe kama wenyewe watumie akili zao tu za kichwa chao kusoma. Kwa majina naitwa Richard Vitalis Paulo, mwanafunzi wa Jamhuri Sekondari kidato cha 4. Kwa upande wangu mimi nimeona kutumia simu huku ni wewe ni mwanafunzi ina faida zake. Faida ya kwanza, inasaidia kufafanua, kama kwa mfano sasa hivi kuna mtindo unaitwa ChatGPT. ChatGPT inatusaidia kuelewa na kutambua kitu ambacho hujakielewa wakati unafundishwa na mwalimu. Kwa upande wangu mimi nimeona faida yake ni hiyo, na hasara yake inaweza ikakupotezea muda ukiwa unaitumia, na unapoteza hela nyingi sana kwa kuweka mabando nini. Na hayo ni baadhi ya maoni ya wanafunzi pamoja na wazazi juu ya matumizi ya simu kwa wanafunzi. Nikiripoti kutoka jijini Dodoma, mimi ni Sabrina Rajabu, Domeko TV. Licha ya kuwa na elimu, vijana wengi bado wanakabiliana na changamoto ya kupata ajira kutokana na ukosefu wa ujuzi unaohitajika katika soko la kazi. Kwa undani wa taarifa hiyo tuungane naye Flaviana Lubuva. Kutoka jijini Dodoma, hapa ni One Way, ambapo Domeko TV imepata nafasi ya kuongea na vijana hususan katika soko kubwa la ajira. Vijana wanahitajika kujiingiza katika elimu ya ziada ili kupata ajira au kujiajiri, na baadhi ya vijana walikuwa na haya ya kusema. Changamoto tunazopitia ni nyingi sana, ambazo kwamba tunazopitia changamoto ni nyingi sana. Kwa hiyo kwa mimi binafsi nasema ni vizuri ukawa na elimu ya ziada ambapo kwamba inaweza ikakusaidia ukawa na ajira, hata ukawa driver au ukawa fundi yoyote, angalau kidogo ikawa ni ajira ambapo kwamba kukusaidia kwenye maisha yako. Mimi kukushauri aangalie nafasi, kama ni mwanafunzi akazane kwenye wanafunzi ambao kwamba kama ni wa sekondari, kama ni wa shule ya msingi, awe na bidii, afanye jitihada ili aweze kufanya mafanikio. Kwa maoni yangu mimi naona hapo kijana asipopata elimu ya ziada, yani kwa mfano akimaliza darasa la 7 asipopata elimu ya ziada, kama asipoenda VETA au asipofanya mishe yake, inabidi tu afanye biashara zake kama ujasiriamali, ajiunge ujasiriamali, biashara ndogo ndogo itaweza kumsaidia katika maisha.
kwa wale ambao vijana hapo mtaani, kwa mfano wamemaliza darasa la 7 au wamemaliza form 4, wanahitaji tu na washauri, yani waende wakajiunge na vyuo mbalimbali kama VETA vile. Kuna ajira zinatoka fundi umeme kama fundi makenika, wakienda maofisini wakiwa na vile vyeti vya VETA wanaweza wakapata kazi. Nikiripoti kutoka hapa makao makuu ya nchi Dodoma, ni mimi Flaviana Lubuva wa Domeko TV. Vijana wengi wanapitia changamoto ya ukosefu wa ajira katika maisha yao, ambapo pasipo kuajiriwa wanaweza kujiajiri wenyewe ili kuweza kupata fedha kukidhi mahitaji yao katika familia zao. Halima Juma ana undani wa taarifa hiyo. Baadhi ya vijana wameeleza ni changamoto gani wanazopitia juu ya ukosefu wa ajira. Walikuwa na haya ya kusema. Changamoto kwa mimi hapa binafsi naweza kusema bado sijaziona, kwa sababu bado nipo katika harakati za kujitafuta. So kwa hiyo changamoto mimi binafsi siwezi nikasema nimeziona kwa sasa hivi. Ila ajira sasa kutafuta kutokana na sababu binafsi. Serikali siwezi kuishauri kitu, kwa sababu serikali inajua moja kwa moja inachokifanya moja kwa moja kipo sahihi juu ya ajili wake, inatelekeza kila kitu na inatekeleza kila kitu. Kwa hiyo siwezi kuishauri kitu. Nikitoa hofu yangu naweza nikajiajiri. Kama sema hofu iliyopo ndani ya moyo wangu iliyotanda, ni ngumu kuweza kujiajiri, kwa sababu unapokuwa unajiajiri maana yake moja kwa moja unakuwa unajua unatoa kitu ili upate kitu. Sasa ile hofu ile iliyopo ndani ya mioyo ndio inafanya tushinde kujiajiri, lakini hakuna mtu asiyependa kujiajiri. Changamoto zipo nyingi. Mfano, unaweza ukatuma maombi na majina yasirudi. Nimeshawahi kutuma maombi mara nyingi na jina linaenda halirudi. Naishauri serikali ambapo wanafunzi wanamaliza, kama hawapati ajira, wawasaidie kuwapa kipaumbele cha mtaji ili waweze kujikimu kimaisha. Kujiajiri mwenyewe ningependa endapo serikali itanisaidia kupata mtaji, ni kutuwezesha tu kiuchumi. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Dodoma, mimi ni Halima Juma wa Domeko TV. Mtazamaji, habari yake Halima Juma inatupeleka mapumziko mafupi, na tukirejea ni habari za biashara na uchumi. Hii ni Domeko TV. Usafirishaji bora umeendelea kuwa nguzo muhimu ya maendeleo ya biashara na uchumi kwa kurahisisha usafirishaji wa biashara na huduma. Tuungane naye Festo Zabron ana undani wa taarifa hiyo. Wadau wa sekta za usafirishaji wamesema kuwa huduma bora za usafiri zimekuwa chachu ya ukuaji wa biashara kwa kuwezesha bidhaa kufika sokoni kwa wakati na kuongeza mzunguko wa biashara. Hata hivyo, wameeleza kuwa ongezeko la bei za mafuta na ubovu wa baadhi ya miundombinu ya barabara vinaweza kuongeza gharama za usafirishaji na kupunguza faida kwa wafanyabiashara pamoja na wasafirishaji. Kuhusiana na swala la usafirishaji unachangia kwa 90% ukuaji wa uchumi wa nchi yoyote, na pia unasaidia kwenye masuala ya kibiashara, mambo ya kimaendeleo, kwa sababu usafirishaji ndio jambo kubwa zaidi katika nchi nyingi zilizoko, yani katika nchi nyingi duniani usafirishaji una umuhimu mkubwa sana, kwa sababu unaleta maendeleo ya design zote. Kwa usafirishaji ndio jambo la msingi zaidi kuliko jambo lingine kwa mimi ninavyoona. Usafirishaji unachangia kwa kiasi kikubwa kukuza uchumi wa wananchi wa Tanzania, lakini gharama za vitu ziko juu sana kutokana na hali ya mafuta kupanda bei. Mafuta yamepanda bei sana, kwa usafirishaji wa vitu umekuwa mgumu. Kwa hata mimi mjasiriamali, biashara ninazozifanya hapa imekuwa yani hali ya uchumi wa maisha imekuwa iko chini sana.
ila changamoto inayokuja sana sana ni kwenye barabara, ndio inachelewesha labda kwenye uchumi. Lakini kuhusu usafirishaji unachangia sana kuhusu sekta kama hizi, sababu ukiangalia baadhi ya maeneo ambapo hakuna usafirishaji haufiki, maendeleo yake pia yanakuwa yako chini sana. Kwenye vijiji ambavyo hakuna barabara, maendeleo yake unakuta yako chini sana. Lakini angalia mji ambao kama huu Dodoma mfano, kuna barabara 4 zinazotoka mikoa tofauti tofauti. Kuna inayotoka Iringa, kuna inayotoka Arusha, kuna inayotoka Singida, kuna inayotoka Morogoro. Hizo barabara zote zikitumika vizuri kwenye usafirishaji, unakuta na uchumi wa mkoa wenyewe unakuwa na serikali nayo inazidi kupata mapato. Kwa hiyo inakuwa ni hivyo, ni kifupi ni hivyo hapo. Kwenye usafirishaji unachangia asilimia kubwa sana ya uchumi wa nchi. Na hayo ni baadhi ya maoni kutoka kwa wadau wa biashara na usafirishaji. Nikiripoti kutoka mtaa wa Kizota, mimi ni Festo Zabron wa Domeko TV. Asante sana Festo Zabron kwa undani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuungane naye Eunicia Kitinya, ana mkusanyiko wa habari za kimataifa. Taarifa hizi zimeripotiwa na vyombo vya habari ambavyo ni BBC Swahili na DW. Tishio la Irani lashinikiza Trump kufichwa katika lori la chakula. Vyombo vya habari vya Marekani vinaripoti kuwa Donald Trump alibadilisha ndege kwa siri wakati akiondoka kwenye mkutano wa kilele wa NATO nchini Uturuki mwezi uliopita kutokana na tishio linalowezekana kutoka Irani. Gazeti la Washington Post liliripoti kuwa rais wa Marekani alipanda ndege ya Air Force mbele ya kamera za television kabla ya kuhamishwa kwa siri kwenye lori la huduma ya chakula la uwanja wa ndege lililoinuliwa juu na kupelekwa kwenye ndege ya kijeshi bila waandishi wa habari. Tukiangazia huko Irani. Irani kupitia kikosi cha walinzi wa mapinduzi imesisitiza kwamba haitofungua mlango bahari wa Hormuz hadi Marekani itakapokabiliana na masharti yake ambayo ni pamoja na kulipa fidia uharibifu uliosababishwa na vita. Masharti mengine ni pamoja na kuvimaliza vita, Marekani kuondoa vizuizi kwenye bandari zake na kuviondoa vikwazo kuachilia mali za Irani zilizozuia. Tukiangazia huko Kongo. Watu wasiopungua 2000 wamefariki dunia kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana na takwimu za hivi karibuni. Mzozo wa asisi, hali mbaya ya barabara na kusimamishwa kwa shughuli za wahudumu kutokana na migogoro ya malipo vinaendelea kuathiri juhudi za haraka na kukabiliana na ugonjwa huo katika maeneo ya mbali. Tukiangazia huko Syria. Mahakama moja nchini Syria imemhukumu kifo aliyekuwa Rais Bashar al-Assad bila kuwapo mahakamani baada ya kumpata na hatia ya mauaji, mateso, kuwakamata watu kiholela na uhalifu dhidi ya binadamu wakati wa vita wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Hukumu hiyo ilitolewa na mahakama ya 4 ya jinai mjini Damascus, ni ya kwanza dhidi ya Assad tangu utawala wa familia yake uliodumu kwa zaidi ya miongo 5 kuangushwa mwaka 2024. Utawala wa Assad ulimalizika baada ya makundi ya waasi kufanya mashambulizi ya ghafla ya kuteka mji kadhaa ikiwemo Damascus Disemba 2024. Assad alikimbilia Moscow wakati wapiganaji hao walipokuwa wakiukimbilia mji mkuu. Eunicia Kitinya, Domeko TV. Naam, asante sana Eunicia Kitinya kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tukirejea tuungane naye Martha Sospita akitusomea utabiri wa hali ya hewa. Habari mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo, ukisoma nami Martha Sospita. Tukiangazia katika mkoa wa Kagera, hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Visiwa vya Unguja, Pemba, mikoa ya Pwani vikijumuishwa na visiwa vya Mafia, mkoa wa Tanga, Dar es Salaam, Lindi na Mtwara, hali ya mawingu kiasi, mvua na nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa ya Kigoma, Katavi, Morogoro, Dodoma, Manyara, Arusha na Geita, Shinyanga, Rukwa, Iringa, Njombe na Songwe, hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Ndugu mtazamaji, tukiangazia katika viwango vya joto, mawio na machweo. Ndugu mtazamaji, tukiangazia katika viwango vya joto, mawio na machweo ya jua baadhi ya miji hapa nchini.
Mkoa wa Arusha, kiwango cha juu cha joto 23 na kiwango cha chini cha joto 14. Mawio itakuwa ni saa 12 na dakika 40. Machweo itakuwa saa 12 na dakika 30. Katika mkoa wa Dar es Salaam, kiwango cha juu cha joto 30 na kiwango cha chini cha joto 19. Mawio itakuwa ni saa 12 na dakika 31 na machweo itakuwa saa 12 na dakika 38. Mkoa wa Kigoma, kiwango cha juu cha joto 23 na kiwango cha chini cha joto 19. Mawio na machweo itakuwa ni saa 1 na dakika 11. Wakati wa machweo itakuwa ni saa 1 na dakika 2. Mkoa wa Mbeya, kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 24 na kiwango cha chini cha joto nyuzi joto 9. Mawio itakuwa ni saa 1 na dakika 1 na machweo itakuwa saa 12 na dakika 42. Mkoa wa Iringa, kiwango cha juu cha joto 26 na kiwango cha chini cha joto 11. Mawio itakuwa ni saa 12 na dakika 51 na wakati wa machweo itakuwa ni saa 12 na dakika 34. Na katika upande wa upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kusini kwa kiasi cha kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawingu makubwa kiasi, na matarajio kwa siku ya Jumamosi tarehe 15 mwezi wa 8 2026, vipindi vya hali ya hewa baridi kiasi vinatarajiwa kuendelea katika maeneo mengi ya nchi. Utabiri huu umetolewa leo tarehe 14 mwezi wa 8 2026 na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, ukisomwa nami Martha Sospita. Mpaka wakati mwingine. Asante sana Martha Sospita kwa utabiri wa hali ya hewa. Mtazamaji, unachotakiwa ni kuzingatia yote yale yaliyotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa nchini. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari za michezo. Kuelekea katika mchezo wa dabi ya Kariakoo ngao ya jamii, wadau wa soka jijini Dodoma wametoa maoni yao kuelekea mchezo huu, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Mwanamichezo wetu Faridi Mongomongo ana undani wa habari hiyo. Baada ya matamasha yote mawili kupita, sio Simba sio Yanga alofanikiwa kuvuna alama 3 muhimu, na watani hawa wanakwenda kukutana tena tarehe 12 mwezi wa 8. Leo Domeko TV imepata fursa ya kuongea na wadau wamejiandaa vipi kuelekea katika maandalizi ya dabi hii ya Kariakoo. Kwa upande wangu mimi kama shabiki, nilichojiandaa ni kuisupport timu yangu kwa kushangilia, maana ukiangalia distance iliyopo kutoka mimi huku na timu ya kwenda kucheza kule kuna mbali, lakini mimi nitasimama kuisupport timu yangu nikiwa mbali. Kifupi ndio nimejiandaa vizuri. Kwa swala kutoa ushauri kwa kocha, hiyo ni jukumu yake kama kocha. Mimi shabiki kazi yangu ni moja tu, ni kushangilia na kusomea. Warekebishe hapa, waboreshe wapi, lakini sio mimi kutoa ushauri kwa kocha, ni kitu ambacho kiwezekani. Mashabiki wa Yanga kazi kichobakia na kuwashauri tu kusupport timu na kushangilia pale inapofanya vizuri na kutoa maoni endapo vibaya kwa sababu ya uongozi na si vinginevyo. Ni kikubwa na kinachoomba ni kusupport timu tu basi. Kuhusu mechi ya kesho, mechi ya ngao, yaani mimi na mtani wangu Yanga, mimi niko fresh, mimi sina wasiwasi, niko fresh kabisa. Mechi kwangu ishaisha, yaani kifupi ishaisha, simhofii Yanga kwa lolote. Ndio maana nasema kwangu ishaisha mechi. Kocha hana shida, chama lile ambalo tumemaliza nalo tuanze nalo lile, mambo fresh, yaani wala hamna shida. Mimi na uhakika. Na uhakika sina hofu. Sema tu hawa mashabiki wa wenzangu wa Simba wasije wakatoka mchezoni kwa haya mambo yaliyotokea hapa katikati. Chama liko fresh. Pia tuendelee kuiunga timu yetu mkono, tuwe nayo mwanzo mpaka mwisho. Ushindi kwetu lazima. Yaani kesho tunashinda. Tumetoka kusikiliza maoni kwa wadau wa soka wa Simba pamoja na Yanga, ni jinsi gani wamejiandaa kuelekea katika dabi ya Kariakoo. Nikiripoti kutoka hapa jijini Dodoma, mimi ni Faridi Mongomongo, Domeko TV. Mtazamaji, tuungane naye Vladimir Chris kwa habari za michezo kimataifa. Tetesi za usajili barani Ulaya. Manchester City inakaribia kumsajili Ayub Boad mwenye umri wa miaka 18 kutoka Lille. Kiungo huyo wa Morocco ana thamani ya euro milioni
100 pound milioni 85. Na klabu ya Real Madrid ya nchini Uhispania wana nia ya kumsajili kiungo wakati wa Uhispania Martin Zubimendi mwenye umri wa miaka 25 kutoka kwa mabingwa wa ligi kuu ya England Arsenal the Gunners. Mshambuliaji wa Arsenal na timu ya taifa ya Brazil Gabriel Jesus mwenye umri wa miaka 29 yuko tayari kwenda kuwatumikia Napoli msimu huu wa joto. Klabu ya Italia AS Roma imefanya mazungumzo na kambi ya Gabriel Martinelli juu ya kumsajili winga huyo wa Arsenal na timu ya taifa ya Brazil mwenye umri wa miaka 25. Ulikuwa nami Vladimir Chris mpaka wakati mwingine. Hii ni Domeko. Asante sana Vladimir Chris kwa undani wa taarifa hiyo. Taarifa yake Vladimir Chris inatamatishia habari yetu kwa siku ya leo, na huu ni muhtasari wake. Wanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma Domeko wahimizwa kuvaa mavazi nadhifu chuoni ili kujiandaa kuwa waandishi bora baadaye. Wataalamu wa afya waeleza hatua zinazopelekea wajawazito kujifungua salama na kulinda maisha ya mama na mtoto. Tishio la Iran la shinikiza Trump kufichwa katika lori la chakula. Usafirishaji wa chochea ukuaji wa biashara na uchumi wa taifa. Na katika habari za kimichezo na burudani, wadau wa soka watoa maoni yao kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa habari yetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya walioshiriki kuandaa habari hii, langu jina ni Zainab Isa.